finali ya ligi ya mabingwa kwa sababu uhalisia ulivyo kuna timu ambazo ziko kwenye rada ya kufika kwenye hatua hizo. Kwa mfano timu kama Al Ahly, Mamelodi Sundowns, timu ambazo kama Pyramid ni timu ambazo zimejipambanua zinaweza kucheza nusu finali. Simba kufika nusu finali ya ligi ya mabingwa inawezekana, lakini itakuwa ni bahati sana kwa sababu ni timu ambayo mimi naamini bado iko kwenye muendelezo wa kuandaliwa kwa maana ya kujengwa kwa timu imara ambayo itakuja kukaa kwa muda mrefu. Lakini kwa maana ya kushindana huwezi ukaikatia timu moja kwa moja tamaa kwamba haiwezekani, kwa sababu mpira kuna nyakati unakupa surprise. Kama hivyo ambavyo Simba kufika nusu finali kwangu mimi nitaona ni surprise ya msimu huu kwenye ligi ya mabingwa. Inawezekana wao wamejiwekea malengo hayo kwenye klabu kutokea ndani, lakini uhalisia tunaoona nje klabu hizi za kwetu kucheza nusu finali ni hatua kubwa sana. Ni jambo linalowezekana lakini kwa ugumu sana, yani lazima timu zetu zipambane. Kwa hiyo kwa timu kama Simba kufika hatua nusu finali kwangu mimi sikatai akiwa ni malengo yao, lakini uhalisia nikiangalia na aina ya wapinzani ambao mara nyingi wamekuwa wakijirudia kucheza nusu finali, unaiona nafasi ya Simba kufika nusu finali ya ligi ya mabingwa inawezekana, lakini ikawa ni bahati kwa sababu wengi ambao tunaona wanafika kwenye hizo level sio timu ambazo zinaenda kwa kubahatisha au ziko kwenye kipindi cha kutengenezwa. Ni timu ambazo zimeshajijenga, ziko kila msimu zikifanya maboresho tu ya timu zao kujimarisha kuwa washindani zaidi. Kwa hizi timu zetu sisi bado kila msimu unaona hatua inakuwa mpya, yani kwa maana ya kwamba timu inatengenezwa kila msimu. Timu iliyoacha wachezaji zaidi ya 5 msimu uliopita, wachezaji 6-7, hii haiwezekani ikawa rahisi tu kwa mwalimu mpya ukamwambia timu ifike nusu finali na ikawa rahisi kwake. Ikitokea unampa credit, lakini sio jambo ambalo linaweza likaelezwa ni jambo linaloweza hata kumfukuzisha kocha eti timu haijafika nusu finali. Mimi nitaona miujiza kwa sababu hata kwenye msimu uliopita ambao Simba walifika finali ya kombe la shirikisho, mimi imani yangu inakuwa ngumu kuamini kama timu iliamini kwamba itakuwa rahisi wa kufika finali, lakini kadri muda unavyokwenda mkiwa kwenye mashindano, mnavyoona hali ilivyo, mnaanza kupata confidence kwamba kumbe tunaweza tuka advance kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo hata msimu huu kipaumbele cha kwanza cha Simba kinapaswa kuwa kutoka hatua makundi kwenda hatua za mtoano kwa maana ya robo finali. Alafu hapo itategemea na aina ya mpinzani. Kama unampata mpinzani mwepesi ambaye Simba anamudu, inawezekana Simba akaandika historia ya kuingia nusu finali msimu wa mashindano, lakini kama unakutana na opponent wale ambao tunawajua most likely Ahly au Pyramid, timu kama Mamelodi, hizo ni timu ngumu sana sasa hivi kusema uzipi nafasi kucheza nusu finali alafu nusu finali unampa nafasi hiyo Simba. Wakati ukiangalia kwenye makaratasi unaona kalba timu kama Mamelodi, Ahly, Pyramid ni matimu ambayo kucheza hatua hizo ndio level zao wametengeneza hizo standard. Kwa hiyo kwa Simba inawezekana wakipata nusu finali, lakini ni ngumu sana mimi kuamini kama inaweza kuwa rahisi. Sawa, saa 12:55 Ahmed Ali huyo hapa akituambia malengo ya Simba hususani kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Ahmed, karibu. Target ni kucheza nusu finali ya ligi ya mabingwa Afrika, kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa Afrika kikomo chetu imekuwa ni cheza robo finali takriban 5. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tunataka kupiga hatua moja kwenda mbele ambayo ni hatua ya nusu finali. Tumecheza finali msimu uliopita, lakini ni kombe la shirikisho. Msimu huu tunataka tusogee moja kwenda mbele hatua ya nusu finali. Hiyo ndio target yetu. Sawa, huyo ni Ahmed Ali na tumemsikiliza kwa makini kuhusiana na targets. Unailiona hilo likifanikiwa chini ya wachezaji ambao wako nao Lugendo? Kufika hapo kuna kati pia inategemea na wakina nani anakutana nao kwenye njia yake. Kama atafanikiwa kuvuka hatua ya makundi ambapo mara nyingi amekuwa akifanikiwa kuvuka hapo kwa hivi karibuni Simba. Unajua hata hao ambao ni giant ambao tunawahesabu, sijui kina Mamelodi, kina Al Ahly, kina Wydad labda, sio wote
atakutana nao. Wanaweza kukutana na mmoja au anaweza sikutane nao mapema, akutana nao mbeleni. Kwa hiyo itategemea baada ya kuvuka makundi, hatua robo finali ataangukia mikononi kwa nani. Hiyo inaweza kuwa njia rahisi ya kufika. Kwa sababu kiuhalisia Simba mpaka anaondoka kocha Fadru sio kwamba imeshafikia kwenye peak yake unasema sasa hii timu sasa inakwenda. Na hata hivi karibuni, na ndio maana hata ilipotokea ile mechi wameshinda na timu ya Nsingizini, watu wakasema tunaanza kuona neno tunaanza, maana yake ilikuwa bado. Tunaanza kuona vitu vya Pantev. Sijui yani sasa umeona kocha ndo anaanza. Soka la Pantev ndio linaanza kufunguka. Ndio linaanza kuonekana. Sasa mpaka lije lionekane click kwenye level yake inayohitajika, wachezaji wote waingie kwenye mfumo vizuri, alafu ndo waanze kukaa kwenye njia ya kusema wanaanza nusu finali. Sasa inategemea muda hapa unaokwenda mpaka nusu finali. Hapo nusu finali robo finali watakutana na nani? Huyo ndo anaweza kuwa kikwazo. Lakini ukutana na timu ambayo ni kubwa imeshajipata level ambazo watamtolea mfano wa Chisano, timu nne azozitaja ni ngumu kwa kusema moja kwa moja Simba anaweza kufika, ila haikatazwi. Kwenye malengo wanasema siku zote kwenye malengo si dream vidogo, usiweke ndoto ndogo, wekea mbali. Ikifeli wanasema kama ukishindwa kuwa mlima basi uwe kichuguu ila kinachovutia. Kwa hiyo kama watashindwa kufika nusu basi wafike robo ambapo mara nyingi washai kufika, lakini sio target ambayo ni rahisi kwa Simba hii walionayo sasa hivi. Kusema kwamba wamechoka jamani robo. Sasa kuchoka hivi kwa maneno inakuwa kwa vitendo, na vitendo hivyo sio vitendo vitupu, vinatokana pia na aina ya wachezaji ulionao, viwango vyao, namna gani timu imetengenezwa. Maana kuna kuwa na wachezaji alafu kuna kuwa na timu. Mpaka ifikie level ya kuwa na timu, maana yake muunganiko umeshakaa vizuri, mifumo kocha imekaa vizuri, inaeleweka kwa wachezaji, lakini pia hata kwenye uongozi kila kitu pia ni timu, wako pamoja, yani kila kitu kinakwenda kwenye njia moja. Hapo ndio timu. Lakini ukiwa na wachezaji alafu kocha akashindwa kuwafanya kuwa timu, aidha kutokana na mfumo alionao unashindwa kuendana na aina wachezaji alionao, ama wachezaji wake alionao viwango vyao vinashindwa kuendana na mifumo yake, bado hiyo ya kusema kwamba wanataka kufika tu sababu tumechoka haisaidii. Kwani hata sita mfululizo si ilikuwa imechoka lakini haishindikana. Sawa. Yaani wewe ufai kumfariji mgonjwa. Sawa, saa 12:59 kwa majira ya Afrika Mashariki, na kuna baadhi tu ya comment ambazo ziko hapa YouTube. Mimi nikirudi nitakuja kuzisoma. Ndikeni kina Machenji Lupemba, Sanza Masanja, Shija Machungwa na wengine wote kutokea hapa Tanzania na nje ya Tanzania ambao mnatusikiliza. Tukirudi tuna jambo kubwa na la muhimu sana. Tegea sikio 90.0 Dar es Salaam, ambapo hii ni Bongo FM na kipindi ni Bao la Asubuhi. Ipo nasi hapa ndani. Mimi naitwa Irene Kilango, niko na Peter Lugendo na Chisano na Cheo Lutengano. Tuende kwenye dunia mpya. Tukirudi hapa basi tunao mengi sana ya kukuhabarisha kwenye kampa tena. Unajua wasikilizaji wa Bao la Asubuhi wanafaidi. Hao wana enjoy. Wasikilizaji wa Bongo FM wanafaidi sana. Kwa nini unakaa tu unatamani uwe wao? Uzuri mimi pia farasa wananizingatia kwa si ofisi sana. Wow. Jana sio nilichelewa akanisema hapa Chisano jana tumia farasi bwana, wewe mambo gani hayo unachelewa kwa dakika ngapi? 5 zote 7 hizi. Nikaona kweli bwana niache kuzingua. Jana ile pale wakatoka kunisema tu pale install. Kwa leo simuona kabla saa 1 nipo ndani. Upo ndani ya. Mambo mazuri kabisa. Kwa hiyo cha kufanya ni rahisi sana. Wewe ni download ama kuinstall vovote kwenye iOS ama Play Store app yako ya Farasi Mile, Farasi Tanzania, ambapo pale utaweka promo code ya Farasi Bongo, utapata punguzo hadi la 50%. Lakini pia usisahau kuna kurudishiwa pia iwe ni voucher ama pia pesa taslimu kila ukisafiri. Kwa safari 10 ama 25 ama pengine zaidi ya hapo utapewa kiasi kadhaa. Ni wewe tu kufanya maamuzi sahihi sasa kwa kuchagua Farasi kwa usafiri wako, iwe ni boda boda, bajaji ama gari hapa Dar es Salaam.
Sawa. Na mimi pia naweza nikawapa ofa nyingine ya kwamba unaweza pia ukachukua pesa za mshuo hapa alafu ukalipa kabisa juu kwa juu. Wewe kazi yako ikawa ni kusafiri tu kama vile kama una kadi ya kuchanja hivi. Kumbe farasi tu ameamua kufanya jambo. Sasa sikiliza. Chukua simu yako, hakikisha na shilingi 1000 la kuendelea hapo kwenye hiyo simu ndani sehemu ya miamala kule. Alafu nenda kama utakwenda kutuma hela kwa menyu yako ya kutuma fedha kama unatumia mitandao yako ya Yas, Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Alafu nenda sehemu ya namba 4 ama namba 5 pale ulipoandika lipia bili, bonyeza. Ikifunguka angalia namba 3 au namba 4, watakwambia weka namba ya kampuni au ya biashara. Bonyeza hapo kisha ingiza hiyo namba ya kampuni au ya biashara ambayo ni 553111. Namba kumbukumbu ni 333 au neno bongo. Kiasi cha pesa ni buku, kisha weka namba asiri na kuruhusu muamala kutoka. Fanya hivyo mara nyingi zaidi ujiongezee nafasi ya ushindi. Kumbuka kuna piki kila Jumapili kwenye kumalizia huu mwezi wa 10. Sawa, saa 1:06 tunaianza kampa tena tukiwa na nguvu ya kutosha kutoka kwenye farasi. Farasi ni mnyama fulani luxury, alafu anakimbia, alafu ana nguvu. Okay. Just imagine. Na anaishi sehemu ambapo watu mnamjali pia. Ni mtu fulani tajiri. Ni sehemu expensive. Farasi sio ndama. Kwa hiyo hata sisi ukiona mpaka kampuni hii ya usafirishaji inaitwa farasi ya hadhi fulani. Ndio mimi niliwaambia hawa huwa wanafanya kuchagua, wanachambua, hawachukui tu mtu eti direct sababu ana usafiri dereva. Hivi hata kwenye maisha yako unafanya hivyo kuchagua. Ni muhimu hata marafiki. Ni muhimu sana. Sio kwa ubaya, wala sio kwa kuchukiana. Ni kwa sababu ukiwa wewe hapa katikati hatutawasiliana sana, utajisikia vibaya. Kwa hiyo sio kwa ubaya, tutawasiliana. Ila marafiki wanakuwa wachache. Marafiki hawezi kuwa wengi. Kampa tena hapa. Hili ni bao la asubuhi. Tunapasiana, tunampa yule anampa yule, yani kampa tena. Yes, tumeanza kampa tena tukiwa tuna energy ya kutosha kwa sababu wewe msikilizaji wetu una kila sababu ya kuendelea kuenjoy. Hapa ndani kuna fedha. Wakati tunawakumbusha fedha hivi sasa, mimi naomba niwasomee baadhi ya comment ambazo zimeandikwa hapa YouTube. Okay. Lakini pia uwakumbushe kwamba ni saa ngapi wanaweza kupata maokoto yao. Hizi pesa zinatoka dakika 15, zibaki dakika 8 tu. Dakika 15. Kwa maana yake kushiriki? Ni ile. Nenda kwenye menyu yako ya kufanya miamala, nenda sehemu ya lipia bili, kisha nenda na Simba bwana ni miongoni mwa timu bora 10 Afrika. Sasa tukitazama ni kwa sababu ya kufika finali, lakini pia consistency ambayo Simba amekuwa nayo kwenye michuano hii ya kimataifa. Ni mara kadhaa tu ambapo wameishia hatua za awali. Mchezo wa pili pale wa ligi ya mabingwa ama mchezo alivutupwa kwenye kombe la shirikisho akaanguka na kuondoka. Sasa lakini kwa kipindi cha hivi karibuni amefanikiwa kufika katika hatua kubwa, ikiwemo msimu uliopita alifanikiwa kufika finali akacheza dhidi ya RS Berkane. Tanzania hapa hakuna timu iliyofanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa msimu uliopita kuliko Simba. Young Africans alikuwa kwenye ligi ya mabingwa, Simba alikuwa kwa kombe la shirikisho, alimaliza na kumbuka msimu uliopita ligi alimaliza watatu nyuma ya Azam. Kwa alifuzu moja kwa moja kwenda kombe la shirikisho. Na alipokwenda kwenye kombe la shirikisho Simba alikwenda moja kwa moja mpaka kwenye finali. Akapoteza finali mbele ya RS Berkane. Kwa hiyo miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri ni timu zote ambazo zimeingia finali msimu uliopita kwenye mashindano ya CAF. Kwa maana timu zilizocheza finali ya ligi ya mabingwa na timu ambazo zimecheza finali ya kombe la shirikisho. Mimi kwangu hizo ni timu ambazo zilifanya vizuri kwa bara la Afrika. Lakini kitanzania hakuna timu iliyofika mbali kuliko Simba kwenye msimu uliopita. Young Africans walishia hatua makundi ya ligi ya mabingwa. Azam alishia kwenye hatua za awali za mtoano, alitolewa na APR. Lakini pia ukiangalia uhalisia wa wengine waliobaki wote, hakukuwa na timu ambayo imefanya vizuri kuliko Simba ambayo ilicheza finali. Kwa hiyo sioni kama hili jambo linawezekana likawa lina manunguniko kwa watu wengine, kwa sababu uhalisia Simba walikuwa na outstanding performance msimu uliopita. Na ukiangalia kwenye timu ambazo zinatajwa kufanya vizuri,
almost lazima wataje mabingwa wote wa kombe la shirikisho na watu waliocheza nao fainali, kwa sababu wao ndo walifika kilele cha mashindano. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho sasa hivi Simba wanaweza wakasema walikitazama nyuma wanakiona kinawapa faraja, ni hayo mambo ambayo waliyafanya msimu uliopita. Walikuwa na maendeleo makubwa sana kwenye kombe la shirikisho, kwa sababu ukirudi nyuma utakuta mara mwisho Simba kushiriki michuano ya kombe la shirikisho timu ilitolewa robo finali na Orlando Pirates, ambao wao walienda kucheza finali na RS Berkane ule msimu pia, na wao Orlando Pirates walipoteza mbele ya RS Berkane. Kwa hiyo kabla ya msimu uliopita Simba mara mwisho alishia robo finali. Msimu uliopita ikiwa mara yake ya mwisho sasa kushiriki michuano ya kombe la shirikisho kabla mwaka huu kucheza ligi ya mabingwa, Simba akafika finali. Kwa hiyo kwangu mimi ni maendeleo makubwa kwenye klabu, lakini ndio uwakilishi mzuri kwenye msimu wa mashindano ya CAF kwa ngazi ya klabu. Kwa hiyo naamini ni timu ambayo inastahili kutajwa kwenye kinyang'anyiro cha timu nzuri zilizofanya vizuri barani Afrika, ingawa haiwezi kuwa namba moja barani Afrika kwa timu zilizofanya vizuri. Kwangu mimi timu zilizofanya vizuri barani Afrika kwa msimu uliopita, licha ya kwamba wamecheza finali Pyramid, mimi kwangu Pyramid kama kuna timu inawezekana ikawa inawanyima usingizi kwa kufanya vizuri msimu uliopita, basi angalau Mamelodi Sundowns, ambao mbali na kucheza ligi ya mabingwa Afrika walikwenda wakacheza pia kombe la dunia la ngazi ya klabu, ambako huko walikuwa na wenzake kina Ahli, kina Wydad Casablanca. Lakini hao wote ukiwaangalia hakuna timu zilizofanya vizuri Afrika kama Mamelodi kwenye michuano ya FIFA ya ngazi za klabu. Kwa hivyo mimi kwangu ukija kwenye mashindano ya CAF tu pekee, timu ambazo zimefanya vizuri Simba kuwepo kwenye orodha ni miongoni mwa vitu ambavyo kwangu naamini walistahili kuwa kwenye hiyo orodha. Sawa. Ukitazama pia kuna namna pale tumeona kuna wachezaji pengine walifanya vizuri katika nyakati fulani kwa Simba Sport Club. Hao tukiamua tukiwataja ama msiwataje na kadhalika, walikuwa sababu kiasi gani ya kuwapa Simba hichi ambacho wamefika, na waliopo msimu huu wanaweza kuweka ukubwa huo kwenye kuweka timu kuwa katika nafasi hiyo msimu ujao? Msimu uliopita miongoni mwa wachezaji walikuwa na mchango mkubwa ni goalkeeper wao Musa Pimpin Kamara. Nakumbuka saves alizozifanya kwenye penalty shootout dhidi ya Al Masry hapa Dar es Salaam. Kama asinge save manake Simba wangetoka sasa, wasingeendelea na hatua zingine. Lakini wachezaji wengine ambao walifanya vizuri akiwemo Elimpanzu, mchezaji mwingine aliyofanya vizuri kwenye yale mashindano kwa Simba alikuwa Jinchalewa. Mchezaji mwingine alifanya vizuri alikuwa Shomari Kapombe, ambaye amekuwa nominated kwenye orodha ya wachezaji waliofanya vizuri kwa msimu uliopita. Lakini wachezaji wengine waliofanya vizuri msimu uliopita kwenye hayo mashindano, kwangu mimi nafikiri naweza kumtaja pia Mohamed Hussein, kufunga goli muhimu kwenye mechi yao dhidi ya CS Constantine kule Algeria. Kwangu mimi naamini wachezaji wa Simba walikuwa na mchango mkubwa msimu uliopita, kwa maana ya mchezaji mmoja ni hao, lakini collective as a team walikuwa na ushirikiano mpaka timu imefika kwenye finali. Lakini kiuhalisia siwezi kumsahau Kibu Denis kwenye mechi ya Simba dhidi ya CS Sfaxien ya hapa Dar es Salaam. Amekuwa ni mchezaji ambaye kwenye michuano ya kimataifa msimu uliopita ameifanyia vizuri sana Simba, kwa maana ya kipindi alichocheza ameperform. Kwangu mimi inawezekana wachezaji ambao tunawataja ni wachache, lakini collective as a team Simba walikuwa na timu nzuri, kwa maana ya timu iliyofanya vizuri imeperform msimu uliopita. Lakini kwangu mimi kumuona Shomari Kapombe kwenye orodha ya wachezaji ambao wamewekwa kwenye kinyang'anyiro cha wachezaji waliofanya vizuri barani Afrika, kwangu mimi amestahili pia. Ukimwangalia ni mchezaji ambaye sio tu kwa sababu alipiga penalty ushindi dhidi ya Al Masry hapa, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na muendelezo kwenye yale mashindano. Shomari Kapombe ni mchezaji ambaye inawezekana kwa sababu tumezoea kumuona sana, kuna muda hata akifanya vitu vikubwa tunaona tu ni vya kawaida kwa sababu ameshakaa kwenye peak kwa muda mrefu na anafanya vizuri. Lakini uhalisia ni kwamba kama kuna mchezaji mzawa wa Tanzania ambaye ameweza kusustain kwa muda mrefu kwenye kucheza kwenye kiwango bora,
huwezi kumwacha Shomari Kapombe, hususan kwa wachezaji wanaocheza kwenye nafasi za ulinzi. Kwangu mimi msimu uliopita alikuwa na msimu bora kwa maana ya performance individually, lakini pia muangalia hata kwenye michuano ya CHAN namna ambavyo amecheza. Unapata taswira ya mchezaji ambaye kucheza mechi kubwa ni sehemu ya maisha yake na ni kitu ambacho amezoea. Si mchezaji ambaye unamuona ana pressure kwenye hizi mechi kubwa. Kwangu mimi kuwa nominated kama wachezaji miongoni mwa wachezaji waliofanya vizuri Shomari pia iliyopita, ambazo kwangu nimeona amekuwa na muendelezo wa kuwa na kiwango bora, jambo ambalo limemfanya awe sehemu ya wachezaji ambao wanawania tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa msimu uliopita. Lakini kwangu mimi naamini Tanzania Shomari Kapombe tunamuona mchezaji wa kawaida kwa sababu vitu vikubwa kwake ni sehemu ya maisha yake. Kuperform kwenye level kubwa ni sehemu ya maisha yake. Siku ikitokea haja perform, najua story ndio itakuwa kubwa talk of the town, lakini anapofanya vizuri watu hawamuimbi kwa sababu wameshamzoea kumuona anafanya vitu vizuri. Lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao tunapaswa kuwapongeza kwa kuweza kuwa na muendelezo wa kuperform kwenye level kubwa za mashindano. Sawa, ulikuwa kuuliza swali? Sasa kuna kitu nataka niingize sasa, kama hilo jambo ni la msingi. Unajua bwana hela bwana. Ahadi za watu tuliwaambia dakika 15. Kwa hiyo baada ya nondo ya sana hapa nikasema kabla na mimi sijazungumza chochote, tutimize ahadi. Na wani wanao, yes. Kama ulikuwepo vile. Yeye mwenyewe Shomari Kapombe kwenye ukurasa wao wa CAF online wameweka pale, yuko Imam Ashur, yuko hapa huyo Al Ahly kutokea Egypt, yuko hapa Ibrahim Adel kutokea huko Pyramid. Lakini pia Mohamed Mat, huyu ni wa Morocco RS Berkane. Shomari Kapombe, Osama, lakini pia yuko hapa Mohamed Chibi, Fiston Maile na wengine wengi hapa, Ismail na wengine wengi ambao wamekuwa kwenye level hiyo ambayo pia yuko Shomari, our own Shomari Kapombe. Our own kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu, anatokea Tanzania tu, Afrika Mashariki na Kati na Kusini mwa Afrika. Kenya watakubali? Hapo ndio kwenye utata. Lakini Kenya wanakubaligi. Unajua Kenya wanakubaligi. Ila wanakubalia ndani. No, wanakubali afu unaweza kusema ni wa kwao. Hiyo ndio shughuli nyingine. Sasa kushangaa wamempost mkiwa nanga sana wanampost sasa. Alizaliwa kwa Waluo sijui wapi. Sasa tukiangalia listi hii, Shomari anaweza kutoboa kuchukua tuzo hiyo. Kutoboa kwenda wapi? Shomari hapo kwenye listi ndo at least, lakini kuwa mchezaji bora wa mwaka hapana jamani. Fiston Maele kwangu ndo anastahili kwa mchezaji bora wa mwaka. Yaani hata haina mjadala kwa kweli. Amekuwa na performance. Mbona kama hamna uzalendo? Kuna wakati afu uzalendo sio kuperemba. Hamna mambo uzalendo. Muaminisha ana uwezo kusukuma mlima, kumbe mtu hawezi. Bana wanaweza tukakaa tukafikiria ingekuwa swala la kupiga kula Arab. Sasa ni wao wanataka kama kaangalia. Haya mashindano mimi napenda. Na walinyima hapo tu. Na mimi nimefurahi kwa sababu hakuna kupigia na kula. Mimi binafsi sio muumini wa tuzo za kupiga kula. Kwa kura hapo unaweza kushangaa mtu kanyanyua mzee. Kwa kura? Kwa kula sisi tusingeshindwa. Natamani kuna siku haja aliweke ili sawa kwenye kipindi chao kile cha Flavor. Unamjua Abi Chams kitu kama hicho. Alikuwa kwenye zile tuzo za BET kitu kama hicho. Basi zile tuzo bwana zilikuwa ni like, yani una like pale afu chini unamtag mtu ambaye wewe unaona anastahili ile tuzo. Jamani, ilibidi wale nominees wengine sasa waende kualalamikie ile kama ya tuzo kwamba hao wa Tanzania hawatufanya fair hata kama mtu mwingine alikuwa anastahili. Jamani, wa Tanzania walikuwa wanapigwa like za kutisha. Mimi nilienda sijui mambo ya Bichams, najua nyumba yake mmoja sijui alifanya na Mario nani kitu kama hicho. Nikaenda pale nikalike, nikatag, nikacomment, nikaka na kibendera pale. Yaani wa Tanzania sisi kwenye hilo tu tuachie. Alafu sasa tukikaa wenyewe tutaambiana bwana huyu hastahili. Ndio tunavyosema, yani kama Shomari. You can imagine ingekuwepo kuna kura hapa, watu wangempigia. Ila usingeshangaa mtandaoni unakutana na video zake na Pakoni. Watu wangefanya. Alafu wao Yanga akipiga chenga.
Afu walivyoona Lungu wanapiga kura afu wanaweka video. Wanampoa, yani kwa mfano wanapost kabisa video tapo afu wanasema tukampigie kura. Very bad I say. Kwa hiyo mimi kwangu nafikiri Kapombe kuwa shortlisted tu kwangu mimi kama taifa huo ni ushindi, lakini kwa maana ya mchezaji alifanya vizuri sijaona Afrika kama kuna mchezaji alikuwa na msimu bora wa mashindano ya CAF msimu uliopita kama Fiston Mayele. Kwangu amekuwa na performance kubwa na inatuonyesha ni kwa namna gani wenzetu wana determination kubwa kwenye kushindana, na ili tuendelee kuzoea haya maisha na sisi ya kutajwa wachezaji wetu ni lazima klabu zetu ziwe na muendelezo wa kufanya vizuri. Yani hamwezi mkafika finali au nusu finali alafu mchezaji wenu asiwepo kwenye list. So rahisi. Most of the time tunasema mnaweza hata mkaenda finali mkafungwa lakini mchezaji wenu yupo. Yani hawakosekani waliofanya vizuri kwa sababu tunaamini mpaka mmefika finali kuna kazi kubwa wachezaji wameifanya huko nyuma. Kwa hiyo kwangu mimi Shomari Kapombe with due to respect amekuwa shortlisted na ni jambo ambalo limetupa faraja kwa Tanzania, lakini kwa maana ya kushinda mchezaji bora wa Afrika hata muonyesho Shomari Kapombe ukimuuliza na watu waliokuwa nao pale atakwambia kiwa na michezo Fiston anastahili kwa mchezaji bora wa Afrika, amekuwa na msimu bora, lakini kwa swala la kiuzalendo mimi hapana bado. Yani sisi tunatakiwa kuendelea kujitahidi kushindana tu, ili unajua na hizi mambo za kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa tunawaharibu kwa sababu hatuambii ukweli. Ukimwangalia Fiston yule kwa nini anafanya vile, mzee yule kama kuna kitu kinampasua kichwa ni yeye kuitwa timu ya taifa ya Congo DR. Kule ni kugumu. Kuna wachezaji kama hawa kina Bakambu, hawa ni wachezaji kina Cedric Bakambu, kuwatoa national team ni ngumu. Wachezaji wenzake wanaocheza nao eneo lake moja Fisto wanatoka Ulaya. Sasa ile ni ngumu kumshawishi kocha akuite kama haja perform. Ila kwa level kama hii kocha lazima amwite Fisto kwenye timu kwenye AFCON na huwezi kumwacha. Top scorer wa mashindano ya klabu barani Afrika. Na mimi magoli day to day. Amenikosha zaidi alienda kule Saudi Arabia akakutana na mabingwa wale wa Asia, timu ya Al Ahly ya kina Riyad Mahrez. Aliwapiga kule chuma hat-trick nafikiri Fiston Mayele kwenye ile mechi. Kwangu mimi yule ni mchezaji ambaye naona alichokuwa anakitafuta kwa muda mrefu inawezekana sasa akakipata. Kumwaminisha mwalimu kwamba licha kwamba anacheza Afrika, uwezekano wa kwanza kwenye timu yako wewe upo au nafasi ya kufikiriwa mimi ipo. Mimi nakumbuka AFCON ile ya Cote d'Ivoire wakati wapo kule Kongo kwenye mashindano, Fiston alikuwa chaguo la 3. Kulikuwa kuna Bakambu, kulikuwa kuna mshambuliaji mwingine alikuwa anachezea Braga, alafu ndo anakuja Fiston Mayele. Kwa hiyo sasa hivi kwa namna anavyoja upgrade katika wale washambuliaji wawili mmoja haji go sasa hivi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Fiston anaweza akawacha goli la kwanza au la pili national team ya DR Congo. Kwa hiyo yule ni mchezaji kwanza unamuona tu anajua anachokitafuta tangu safari yake ya kutoka Congo kuja Tanzania. Namna alivyocheza hapa msimu wake wa kwanza tukalazimisha akose ufungaji bora na akaukosa kweli. Tukalazimisha ili kupiga kura nyingi sana. Tulilazimisha kampeni. Tulilazimisha Fiston Mayele asiwe mfungaji bora. Tukajiona sisi washindi. Haya huo uzalendo tulouleta mchezaji wetu ule kwa wapi sasa hivi? Mchezaji katuaibisha sana. Msimu uliofuata akapata ofa kwenda Azam FC. Sasa Watanzania washamfanya jione big toy, akaondoka kaenda Kongo. Tulifika kule ushindani ukawa mzito, ndo jina likafifia. Wakati huo Fiston kazima msimu wa pili hapa akawa mfungaji bora tena ile ya kulazimisha, na yenyewe ile ilikuwa watu wanataka akose. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kwa determination yake alijiona sitakiwi kuendelea kushindana hapa kwa sababu nimeshamaliza. Na ule msimu wake wa pili Yanga ilifika finali ya kombe la shirikisho tena akiwa na kwenyewe unajua amefukuzia top scorer. Alikuwa anafukuzana na bwana mmoja alikuwa anaitwa Ranga Chivavairo ambaye kwa wakati ule Marumo Gallants msimu ule unaisha yeye anaenda zake Kaizer Chiefs. Yule Mayele akaona mimi hapa nishamaliza, kaondoka kaenda zake Pyramid. Msimu wa kwanza huo wa pili yule pale kachukua la Afrika, alafu bingwa wa CAF. Kwa unamwona ni mchezaji ambaye hakuna namna ambavyo unaweza ukasema Somalia atamwao. Sasa hakumalizia ndugu zangu. Mbona umeshusha kwanza pumzi? Nimesha pumzi kwa sababu hii habari inatisha. Watu wanasema Simba si upo kwenye timu bora zilizotajwa zile 10. Mimi kama amefika pale kweli alikuwa na timu bora. Hapa ndani Tanzania kuna timu nyingine
watu mlikuwa mnaizungumzia ni bora. Ina wachezaji, mbona wao hawapo? Mwisho wa kunukuu. Naombeni maoni yenu. Maoni yetu sisi ni kuwakilisha, kila mtu atatoa maoni yake. Kila mtu atoe maoni yake. Kwa hiyo nadhani jibu litafanana tu kwa sababu michuano ni tofauti. Free of kwa nasema ni nini? Huru wa kuongea. Kwangu mimi naamini Tanzania kiuwakilishi wa michuano ya kimataifa hakukuwa na klabu iliyo perform vizuri msimu uliopita kama Simba. Wengine walikwama hatua ya makundi, wa Young Africans wakashindwa kwenda hatua ya mtoano. Kwa hiyo tunashindwa kusema ilikuwa ni timu iliyofanya vizuri kwa sababu mbali na ubingwa wa ligi Young Africans na ubingwa wa FA na kombe la muungano, huku kimataifa hawakuwa na kitu kingine wameachieve zaidi ya kumaliza watatu kwenye hatua makundi ya ligi ya mabingwa. Lakini Simba alikwenda mpaka fainali. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza kumtenganisha Simba na ushindani wa watu 10 bora walioperform msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa. Kwangu mimi naamini miongoni mwa vitu ambavyo vinawatesa sana Yanga ni vitu viwili. Ni huo ushiriki wa Simba kwenye michuano ya kimataifa, wamekuwa wanafanya vizuri kuliko wao, lakini pia kwenye masuala ya free entry, kuingia bure. Simba wale hata ufanyeji, wale hata hawezi kuzoea maisha ya kuingia bure, lakini Yanga ni kitu cha kawaida, kitu ambacho huko kwa Simba sijaki experience bado. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri huwezi ukatenganisha mashindano ya msimu uliopita ya CAF na ubora wa timu 10 ikiwemo na Simba zilizofanya vizuri msimu uliopita. Mimi kwangu naamini imewahi kutokea hivyo hata barani Ulaya. Ilitokea kuna msimu 2016 Madrid hakuwa bingwa wa ligi, akawa bingwa wa UEFA Champions League. Imenipata msimu wa 2017 Madrid akachukua Champions League, akachukua na ligi. Lakini msimu wa 2018 akachukua zake Champions League, ligi akakosa. No, kama situation ya Simba, wamefika finali hawajachukua kombe la shirikisho, lakini wamefika finali, ligi wamekosa, FA wamekosa. Na ukienda kupima kwenye ligi, imagine alioachana na Yanga ni pointi chache, hazivuki pointi 5, ni pointi 3 au 4 whatever, lakini hakukuwa na gap la zaidi ya pointi 5 kati ya Simba na Yanga msimu uliopita. Nenda kombe la FA, Simba katolewa nusu finali na Singida Black Stars. Mashindano mengine alocheza ni hayo ya ligi ya kombe la shirikisho ambao amefika mpaka finali. Kwa hiyo kama unasema ni timu zilizofanya vizuri msimu uliopita, huwezi kuiacha Simba kwenye timu 10. Simba ni klabu iliyofanya vizuri sana. Inawezekana shida iliyopo, watu wengi nikiwemo na mimi sikuwa nimeiwekea Simba kwamba itafika finali. Lazima niwe mkweli, ni timu ambayo kwa kuwa nilikuwa ndo inajengwa kocha msimu wake wa kwanza, ona wakijitahidi robo hapo, yani wanaweza akafika. Na kweli walifika robo hapa na Al-Masry, ndo ile ilikuwa Simba alifungwa 2 ugenini, akaja hapa akishinda 2, akapita kwenye penalty shootouts, akakutana na Stellenbosch ambaye ametoka kumfunga Zamalek. Pale akatokea akavuka akaingia finali. Kwa hiyo kwangu mimi siwezi kusema kama Tanzania hii kuna timu ilifanya vizuri kuliko Simba msimu uliopita, licha ya kwamba mimi sikuwa kwenye timu zangu nilizoziweka zitafika finali ya kuzipa nafasi. Na ilifika stage Simba watu wanaingia finali, nikasema Simba msimu ule ulikuwa kama Barcelona, walikuwa wanazimendea treble. Isivyo bahati wakakosa kila kitu, wakakosa kombe la shirikisho, wakakosa ligi, wakakosa FA. Lakini kwangu mimi inabaki kuwa timu ambayo imefanya vizuri msimu uliopita Tanzania, na ndio hivyo kusema East Africa hatukuwa na timu nyingine ambayo ilikuwa na misuli mizito ya kushindana msimu uliopita kwenye mashindano ya CAF kama Simba. Unajua kinachosababisha pressure au taka kujifananisha na Simba kwenye michuano ya kimataifa. Eti? Yep. Yanga ili wasipate stress mashabiki wake na hata wote, hawapasi kwa sasa kujilinganisha na Simba kimataifa. Simba alishajitengeneza. Kuna sehemu ambayo ameshafika ambayo Yanga bado hajafika. Kwenye upande wa kujirudia kufanya vizuri kimataifa. Yes, na ndio hicho ndio kinachokusanya alama zinazofanya aingie 5 bora. Hicho ndio kinachofanya alama, kwa sababu uje kufika robo ni timu 8 Afrika. Michuano inaanza na timu zaidi ya 50. Wanafika hapo timu 8 tu ndio zinafika hapo robo. Kwa hiyo maana yake kuna level alishajiwekea.
ili kufika hapo sio kujifananisha naye, bali kufanya vizuri na kwa kujirudia mara nyingi ili kuondoa hiyo gap hapo. Huo unasemaje huo? Yaani wewe unakusaidie kwa sentence rahisi. Yanga kufika robo finali ya ligi ya mabingwa bado haijaonekana ni kama timu ambayo ina guarantee hicho kitu. Baada ya kutoka kucheza kombe la shirikisho finali, Yanga ilirudi huko kwenye ligi ya mabingwa ikaenda robo finali ikatolewa kwa dhulma na Mamelodi Sundowns. Alafu msimu uliofuata Yanga imeisha makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu huu tunavyozungumza wote hapa hatuna hakika kama timu itapita au haipiti mpaka mechi ishe ya Jumamosi. Lakini uhalisia ni kwamba hiyo guarantee bado hawakupi. Na hata ule msimu ambao ameenda finali ya kombe la shirikisho walitolewa kwenye raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa na Al Hilal Omdurman. Kwa hiyo unapata picha kwamba Yanga when it comes kwenye mashindano ya kimataifa bado hajatengeneza hiyo guarantee. Na mimi niliwashangaa watu walompinga na kumshangaa rais wao. Rais wao yale aliwaambia sisi tunachotaka makundi kwanza, wakumuelewa wakaona kama jamaa na wazuga. Lakini ndio uhalisia, si unaiona sasa hivi hata kwenye kufuzu kwenda hatua makundi. Sio kwamba imeguarantee bado. Kwa hiyo mimi ni timu ambayo naamini Young Africans kwenye swala la michuano ya kimataifa bado huwezi kuigarantii. Bado hawajatengeneza na kuseti standards zao. Kama timu sasa hivi inaanza kufuzu kwenda hatua makundi, hawaja aim bado kufika robo wala nusu. Kwangu mimi hiyo ni timu ambayo inajitafuta bado kutengeneza ufalme kwenye michuano ya kimataifa. Lakini ukihitaja Simba licha kwamba hivi miaka hivi karibuni haikuwa na misimu mizuri hapa ndani, lakini kule kimataifa bado wana recognize, wanaitambua Simba kama miongoni mwa timu zinazofanya vizuri, kwa sababu kufeli kwao kila msimu mara nyingi kumekuwa ni robo finali, aidha itakuwa ya kombe la shirikisho au ligi ya mabingwa. Msimu uliopita ndio imetokea Simba wameshoot out mpaka kufika kwenye finali. Lakini ukirudi nyuma huko, mara yao ambayo walitolewa kwenye mechi za awali, nakumbuka msimu wa Jwaneng Galaxy ule na msimu wa UD Songo. Lakini ni kila mwaka ilikuwa wao wanacheza mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ndio maana kwa Simba imekuwa na guarantee kubwa kwenye michuano ya kimataifa kuliko Young Africans. Haya, twende kwa hao Young Africans sasa kwenye Yanga imefeli kwa sababu ya wachezaji ama kocha, kwa sababu hii kwa mujibu wa producer. Mimi niko tofauti labda na hili. Kwamba binafsi Yanga haijafeli, ila Yanga imekwama. Kuna tofauti ya kufeli na kukwama. Sijui producer amelala wapi. Ni mapema sana kuijudge timu imefeli. Yeah. Ina mechi mbili tu kwenye ligi, sijui mechi mbili. Ya Mbeya City na wale wengine walicheza nao wakawafunga Pamba hapa Yanga. Yanga amecheza mechi mbili za ligi, kimataifa amecheza mechi 3. Mechi zako 7 bado hazijatimia. Yaani ni bado, ndio maana nasema sijui producer tu wala labda. Labda mimi nafikiria kwa upande mwingine ambacho anakitaka producer ndio kile ambacho kuna siku niliwahi kukisema hapa, na kila siku tayari na mashabiki wanajitahidi kufikiria kwa upande wangu, labda ndio kiwi yao mashabiki kwamba unajua mwalimu huyu aliyekuepo Romain Folz, yeye alikuwa na mpango mwingine kabisa, na mimi nilikaa chini nikauelewa. Lakini huo mpango kwenye ligi ya Tanzania kwenye timu kama Yanga haupo. Yaani labda kidogo angeutengeneza, labda akiwa na Azam labda ungekufaa miaka 2-3 ijayo, lakini kwa sasa hivi hapana. Kila timu ni timu ambayo inahitaji matokeo tena ya hapo kwa hapo. Niliwahi kusema hapa kwamba hizi timu kuanzia sijui Singida na timu nyingine huko zote zijitafakari, kwa sababu wao wanahesabu, wasihesabu kama Simba na Yanga. Hesabu za Simba na Yanga ni mchezo ujao, yani mchezo huu unataka point, mchezo ujao unataka point. Ndio maana mashabiki wao wakikosa tu mchezo mmoja wanalalamika. Lakini Fountain Gate huwezi kukuta mtu analalamika kwa kukosa mchezo mmoja. Isambuzi tumpigie hapa kama atalalamika. Wakati timu zinakwambia malengo yao kumaliza kwenye timu 7 za KMC hawezi kufanya hivyo, anakuambia tumepoteza mchezo mmoja lakini tumeshinda 7. Yaani au tumesuluhu 7. Yaani ana rate kama huo mchezo mmoja na suluhu 7 ni mafanikio. Lakini Young Africa asubutu kusuluhu mechi 7 alafu afungwe mchezo mmoja. Asuluhu tu mechi 2. Kwani si Mbeya City tu ile ilizua gumzo la hatari. Ndio tunakuja hapo. Kuna kizuizi fulani ama kivuli cha, unajua hawa wachezaji wengi sana waliokuja hivi karibuni walivyoingia tu kwenye timu wakapata nafasi. Umeelewa? Ni wachache sana kama Pacome alikaa kidogo
Azizi alikaa kidogo kwa sababu ya Faisal, lakini wengi hata kina Kennedy Musonda walikuwa wanaingia, kina Okra hawajafanya chochote wanaingia, na wengine ambao walifanya kina Ucho hawa walikosa tu vibali mwanzo, lakini walipopata vibali wakaingia. Kina kuanzia mwanzo wakina nani hawa Dukapel na Mukoko Tuisila na wengine. Lakini kuanzia sasa kwenye msimu huu imekuwa tofauti. Wachezaji walioimba wanatambulishwa usiku mchana. Klipu nene, washabiki ambao walikuwa wakilipia zile app, wakilipia kadi za wanachama, hawawaoni wachezaji hao. Unaelewa? Kuna vitu vinasukuma. Ndio maana jana nilisema Tabora hajafanya promo. Mimi nilikuwa na malengo tofauti. Umeelewa? Na kuna vitu huwa unaviona kwenye jicho lingine kabisa la namna ambavyo timu inaweza kabrand mambo yake ili iweze kuingiza mapato. Umeona? Sasa Young Africans waliingiza mapato kupitia wachezaji. Kwa sababu ndo wakati ambao wanachama walikuwa wakilipia card, ndo wakati ambao wanachama walikuwa wakinunua jezi, ndo wakati ambao wanachama walikuwa wakifanya mambo mengi sana kwa ajili ya wakilipia app zile na kadhalika. Lakini hao wachezaji hawajawaona. Sasa mimi sikubaliani na mtu yote anayeona usajili umefeli. It's too early. Haujafeli, lakini sasa kiu yao kuanzia iko nje ya matarajio. Yes. Shida iliyopo, timu ilikuwa na kocha mpya, ameanza upya. Upo sahihi. Yaani haiwezekani unamwona yule Musabala Conte. Mimi nikasema leo hii labda usajili wake Yanga walipigwa. Kwa sababu sijawahi kumuona akicheza. Yaani unajua kwa sababu kocha unaweza ujue mpira na mambo ya kinani. Unaweza akaja kocha mwingine. Azizi Ndabula akamweka bench mchezaji wako leo mimi namuelewa Musabala Conte. From there watu watamuona Azizi tena hafai. Kwa hiyo kwangu mimi ndio maana nasema hawa wachezaji sasa hivi ni mapema kuwasema. Kwani Azizi kasajiliwa lini? Azizi Ndabula alikuwa tangu msimu uliopita. Na alikuwa anakaa bench. Lakini msimu huu ndo na sasa cha kuchekesha msimu uliopita Azizi Ndabula hakuwahi kupenya hata kwa kocha huyu. Hivi asiye kumuona sio Ramovic, sio Miludi Hamdi yeye kukosekana kwa Lideucho wakati ana majeraha. Yeye mzaji wake alikuwa Juke Abuya. Ndio alikuwa anapata so mimi mpaka Roman Falls kama kuna sehemu nilikuwa namshangaa ni kumprefer Azizi Ndabula mbele ya Juke Abuya. Mimi hicho nilikuwa sikubaliani naye. Inawezekana kwenye hizi mechi alizocheza kweli ikawafurahisha wana Yanga wenye timu yao Azizi Ndabwile kwa magoli lakini mimi ukiniuliza umeniwekea Ndabwile na Dukabuya, mimi naondoka na Dukabuya. Kwa hiyo ndio nasema mpira una mambo ya ajabu sana. So umeona huyu kocha mpya au Mabida sijui. Mabedi. Ila bwana Yanga mmezidi. Anaweza idadi ya makocha bwana. Anaweza ukashangaa baada ya mechi hii kama kuna mabadiliko yatafanyika kwa kikosi mechi ya Jumamosi lakini kama wataendelea kuwepo wakalitoa mwenzake mwingine. Unaweza kushangaa kikosi kikabadilika tena cha Yanga. Kikaja na sura mpya. Unajua umeona mimi nilikuwa namuona Roman Falls. Mashabiki nimewasikia wanasema kuwa sio mchezaji mzuri. Mimi kwa masikio yangu ngajiambia hawajui mpira.